Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Februari 24 mwaka 2026. Mada ya leo inasema malaika wananiandaa kwa ajili ya umilele. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Kutoka 23 aya 20. Neno la Mungu linasema, "Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako, ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengezea." Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Tunaalika uwepo wako uende pamoja nasi tunapojifunza mada hii katika jina la Yesu. Amina. Mbingu yote inashughulika katika kazi ya kuwaandaa watu ili kusimama katika siku ya maandalio ya Bwana. Uhusiano wa mbingu na dunia unaonekana kuwa wa karibu mno. Viumbe wa mbinguni wanangoja kwa bidii na subira ili kuwaelimisha mawakala wa kibinadamu ili wawe watenda kazi pamoja na hawa malaika wa mbinguni katika kumwasilisha Yesu, mkombozi wa ulimwengu, aliyejaa neema na kweli. Chozi la kwanza la toba kwa ajili ya dhambi huleta furaha miongoni mwa malaika wa mbinguni katika nyua za mbinguni. Wajumbe wa mbinguni wako tayari kupaa kwa haraka ili kuihudumia nafsi inayomtafuta Yesu. Mungu ameandaa mambo makuu na yaliyotukuka kwa ajili ya wale wampendao yeye. Malaika wanangojea kwa shauku kubwa ushindi wa mwisho wa watu wa Mungu. Wakati maserafi na makerubi na 10,000 mara 10,000 na maelfu ya maelfu wataimba nyimbo za waliobarikiwa na kusherehekea ushindi wa mafanikio ya upatanisho katika kurejeshwa kwa mwanadamu. Yesu alihesabu gharama ya wokovu wa kila mwana na binti wa Adamu. Alitoa namna nyingi ambazo kama wangetii masharti, hakuna mwenye sababu ya kuangamia, bali waweze kupata uzima wa milele. Kila malaika wa mbinguni anafanya kazi kama wakala wake ili kumvuta mwanadamu kwa Mungu. Malaika wa utukufu wanafurahia katika kutoa upendo na ulinzi usio kikomo kwa watu walioanguka na wasio watakatifu. Viumbe wa mbinguni huibembeleza mioyo ya wanadamu. Wanaleta katika ulimwengu huu wenye giza nuru kutoka katika nyua za mbinguni. Kwa huduma tulivu na ya utulivu, wanazigusa roho za wanadamu ili kuwaleta waliopotea katika kuwa na ushirika na Yesu, ambao ni wa karibu mno kuliko vile ambavyo wanaweza kuelewa. Hii ni Februari 24 mwaka 2026, tukiangazia mada inayosema malaika wananiandaa kwa ajili ya umilele. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Tena Yesu nina furaha, anituma kwa Yesu ndio raha, asipokuwapo hapa nifai, akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.
Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.